goli leo. Semaji, mchezo wa dabi ya Kariakoo umetamatika, lakini dakika 90 sare ya bila goli. Ilikuwa mechi ya namna gani? Lakini pia Simba mmeonyesha kwamba usajili mmeofanya umeleta. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo tumeyapata, japo si aina ya matokeo ambayo tuliyatarajia na tuliyakusudia katika siku ya leo. Kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, kwa aina ya maandalizi ambayo tumeyafanya, tulistahili dhahiri shahiri ushindi mkubwa katika mchezo huu wa leo. Lakini matokeo haya ya leo yametupa faraja kwa namna moja, japo kwa udogo. Kwanza tumefanikiwa nyamazeni basi kidogo tufanye kazi. Mfukuze akili ana mfukuze. Kwa hiyo tutulie tufanye kazi jamani Bismillah. Yanga anapiga kelele. Mwashe makofi. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa aina ya matokeo ambayo tumeyapata, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza salama mchezo wetu huu wa leo. Matokeo ambayo tumeyapata yana pande mbili. Kwanza yametufurahisha, lakini kuna namna ambayo yametuhuzunisha. Yametufurahisha kwa kuwa tumefanikiwa kuondoka kwenye syndicate ya kupoteza mara nyingi dhidi ya mpinzani mmoja. Haikuwa historia nzuri na wala haikuwa rekodi nzuri kwa Simba Sports Club kupoteza mara 5 mara 6 dhidi ya mpinzani mmoja. Kwa hiyo tumefanya kazi, tumefanikiwa kuondosha hilo, lakini jambo ambalo halijatufurahisha leo ni kwamba tulistahili kupata ushindi. Kwa aina ya timu ambayo tumekuwa nayo, kwa aina ya mchezo ambao tumekuwa nao, kwa ubora tuliouonesha leo hii, dhahiri shahiri tulistahili kupata ushindi. Na tena sio ushindi kiduchu, ni ushindi mnono kweli kweli. Namna ambavyo timu yetu imecheza kwa kiwango cha hali ya juu, namna ambavyo tumemiliki mpira, namna ambavyo tumetengeneza mashambulizi na nafasi nyingi kweli kweli, na namna ambavyo tumekosa nafasi za wazi kweli kweli. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba timu yetu imekuwa bora, na sisi kitu ambacho kinatufurahisha hii leo ni kwamba timu yetu imeimprove. Wakati tunasema timu yetu imeimprove, walikuwa nasema kipimo halisi ni tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kadri tukijirasibu ya kwamba tumefanya usajili mzuri dirisha dogo, wanasema subirini tarehe 1 ya mwezi wa 3. Kwa hii leo tulikuja hapa kuwaonesha ubora wa timu yetu, na bila shaka wameuona ubora wa timu yetu, na hilo ndilo ambalo sisi linatupa faraja na matumaini makubwa. Timu yetu imeongezeka ubora maradufu kweli kweli. Timu yetu ina uwezo mkubwa wa kucheza mpira. Leo hii tumemtawala mpinzani wetu kwa zaidi ya 98%. Tulikuwa bora kwenye kila eneo. Kwa hiyo hilo peke yake linatufanya sisi wanasimba tuondoke hapa katika uwanja wa Amani tukiwa mashujaa wa nafsi zetu, tukijivunia ubora wa timu yetu, lakini ikitupa taswira ya kwamba mbele yetu ni bora kweli kweli. Leo tulikuja na kampeni ya kupata ushindi ili kupunguza gap la pointi baina sisi na mpinzani wetu. Tumeshindwa kufanya hivyo, lakini kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo inatupa matumaini ya kwamba hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kumzuia Simba sipate ushindi. Labda abahatishe tu papatu kama Dodoma Jiji, lakini in terms of football hakuna timu yoyote ya ligi kuu ina uwezo wa kuizuia Simba isipate alama 3. Gap la pointi bado ni kubwa, lakini kwa idadi ya michezo iliyobaki na ubora wa timu yetu hivi sasa, tunaweza kutembea tukijinasibu ya kwamba hilo gepu litayeyuka mithili ya theluji inavyoyeyuka juu ya mlima Kilimanjaro. Lakini wapinzani wetu hii leo wanapaswa kumshukuru Mungu kweli kweli, na kumshukuru aliyekataa goli letu. Halikuwa halali kwani? Mimi sijaona marudio vizuri, lakini waliotazama kupitia Azam TV wanakiri ya kwamba ni goli halali. Mimi sina hakika na siwezi kuizungumzia, lakini watu waliotazama kwenye TV wamejiridhisha pasina shaka ya aina yoyote ile
kwamba lile ni goli. Sasa hao ni watu pengine wana mizuka yao, ama pengine wana maoni yao, ama wana mapenzi yao, lakini yote kwa yote leo hii wapinzani wetu niseme tu wamekuwa na bahati kweli kweli, wameponea kwenye tundu la sindano. Leo tulikuwa tunawafanya vibaya mno, leo vibaya. Leo tulikuwa katika uwanja wa Amani, leo tulikuwa tunamgeuza vibaya. Leo tulikuwa tunamchakaza na hatokaa sahau katika maisha yake. Ameipata hii sare, lakini aende akamshukuru Mwenyezi Mungu, maana haikuwa sare ya kawaida. Leo hii mnyama tulikuwa kwenye ubora wetu wa hali ya juu sana, na kwa mara ya kwanza mchezaji bora wa mechi amepewa tuzo kwa sababu ya kupoteza muda. Zaidi ya dakika 10 zimepotea pamoja na kuokoa kwake, lakini football inapaswa kuchezwa, mpira unatakiwa kucheza. Sasa kinara wa kupoteza muda anakwenda kupewa na tuzo. Maana yake mechi inayokuja kuna mwingine naye atapoteza muda akiamini kwamba ukipoteza muda unapewa na tuzo. Mpira unatakiwa kuchezwa. Aliyepewa tuzo ya man of the match amepewa kwa sababu amepoteza muda mwingi. Dakika ya 3 amelala, na kila akifanyiwa shambulizi analala, lakini mwisho wa siku amekuja kutunukiwa tuzo. Anyway, mamlaka imeona yeye anastahili, lakini hiyo ni dhahiri shahidi ya kwamba hii leo walikuwa kwenye kikaango cha moto na tungewafanya vibaya. Wakati unazungumza unatoka Dodoma pale usema hizi ndio mechi zetu ambazo huwa tunaenjoy. Basi ni kama wakala na dhihaki hivi. Bila shaka leo wameipata pressure shamba. Nadhani wao wenyewe wataongea. Wasipoongea kwa maneno, lakini nafsi zao zitaongea. Wanajua kitu gani tumewafanya hii leo. Kama kuna mtu atapita mbele, mtu wa nyuma mwiko atapita mbele kujinasua ya kwamba nendeni mkamkague vizuri, lazima kuna mahala kuna shida. Wakiwa nini? Sasa hiyo shida zetu sasa timu inategemea mchezaji mmoja. Alichokifanya Libase Geye anaitwa MRI, ni mashine ya kupima umri. Nadhani leo hii wameelewa tulivyoambia tumewapa mzee, leo hii wamejua tuliwapa mchezaji wa aina gani. Libase Geye amefanya kazi yake ipasavyo ya kufanya umri, ya kupima umri kupitia mashine ya MRI. Kirefu chake sijui hapo, lakini itakuwa ni Medical Reconstructed Institution. Hamna institution basi ni taasisi ya kupima umri. Sasa kwa Libase Geye, yeye ni taasisi. Leo katupimia watu umri. Alikuwa anawachukua, anawapindua, aliwalaza, umeona mwandishi shuhuda. Amewafanya vibaya. Haki Mungu leo hawa wamshukuru Mungu, lakini tulikuwa tunawafanya vibaya sana. Taasisi huwa mara nyingi inakamilika kila idara. Kusema kweli, ndugu zangu waandishi wa habari, tulikuja hapa kwa ajili ya kumdhalilisha mpinzani wetu, na ni basi tu tuseme wameponea kwenye tundu la sindano. Labda mimi niseme hivi kitu kimoja, katika mara zote ambazo ametufunga kwa sababu za kimpira haziwezi kuzidi mara 2. Kwa nini? Mara zote ametufunga kwa namna gani? Lakini tukisimamisha shilingi kweli kweli, mechi zote ambazo ametufunga ni kwa namna gani? Na kwa misaada nyingi kweli kweli. Na leo hii mmeona Nyama alikuwa anaondoka na alama 3 hapa. Natosha, mechi kubwa hii. Lakini tazama nafasi ambayo alikosa Libase alikosa Olemba. Dakika ya 2 tulikuwa tunaua mechi hii. Nafasi ambayo amekosa Mpanzu. Yaani leo tulikuwa tunawafanya vibaya. Afuna moja imekula nginja. Leo kipa wetu amecheza ama amedaka mpira mmoja tu dakika 90 zote. Yaani mechi ya leo angeweza kukaa hata Chiko na tusifungwe. Nakwambia. Hii ndio ile Simba ambayo mnaitaka. Yes, hii ndio ile Simba sasa
ya asali na maziwa na tende ndani yake na halua, yani ni mwendo wa sukari tu, lakini hatujamaliza, tutakutana hapa wanaita Guantanamo na tukawaambia sisi ndiyo manyapara. Tumeingia Guantanamo, tumemchukua mtu wetu, tunakwenda kushughulika naye. Sisi ndiyo mabwana jela, tumefanya ubaya hapa. Baadhi ya mashabiki wanaitaka Pemba. Unaona mashabiki wanataka Pemba mechi ya Mei 3. Huko ndo tutawaua. Huko ndio tutawaua. Tutaangalia, ngoja tusubiri. Shukrani semaji. Asante sana.